Tufahamu ya kwamba Mungu ni chanzo chetu. Utusaidie Mungu wetu, wakati huu tunapolinena neno lako, tulinene pamoja. Okoa nafsi yenye kuhitaji wokovu, iponye nafsi inayohitaji uponyaji, na ukatende muujiza kwa kila mtu, kwa maana sisi ni kizazi cha miujiza. Tukaione kweli yako ikifunuliwa kwa lugha iliyo nyepesi, na Roho Mtakatifu akiwa msaada katika haya, ili binadamu wapate kugeuzwa kiufahamu, kimaarifa, yasiwepo mbele yake maangamizo. Jina la Mungu libarikiwe. Amen. Nataka ufahamu ya kwamba Mungu ni chanzo chetu. God is our source. Na mtu yoyote ambaye amejifungamanisha na chanzo hufanana na chanzo. Yeye anasema tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, wakatawale. Mungu ni mtawala. Kwa hiyo Mungu kile alichokiumba amekiumba kwa makusudi. Mbwa, paka hafanani na Mungu. Kwa hiyo hana alichopewa kutawala. Binadamu pekee anafanana na Mungu. Na nimesema yeyote binadamu aliyejifungamanisha na Mungu anakuwa kama Mungu. Yeyote ambaye amejifungamanisha na chanzo, na yeye anakuwa chanzo. Mungu akamwambia Ibrahim, ninakubariki uwe baraka. Yeyote atakaye kubariki atabarikiwa. Ninakubariki uwe baraka. Mungu ni baraka. Akamfanya Abraham kuwa baraka. Kwa hiyo Abrahamu akawa na neema kama ya Mungu ya kuwabariki wengine, nao wanabarikiwa. Mtu yeyote akijifungamanisha na chanzo anafanyika kuwa nini? Chanzo. Kitu kingine muhimu cha kukielewa, chochote ambacho kinatoka kwenye chanzo kinatoka kwako pia. Yaani bomba la maji siku zote linatoa maji, lakini yale maji yanayotoka kwenye bomba yanatoka kwenye chanzo. Bomba limefungamanishwa na chemchem, limefungamanishwa na chanzo cha maji. Kwa hiyo kama ambavyo chemchem, kisima kinatoa maji, mto unatoa maji, basi na lile bomba na lenyewe linatoa nini? Maji. Bahari ni chanzo cha mafuta, ni chanzo cha gesi. Wanachukua mabomba wanayaconnect katika vyanzo vya gesi, kinachopatikana ni gesi. Weka kwenye akili yako hii, ikiwa wewe unataka kuvunja rekodi, fahamu Mungu ndiye chanzo cha hayo yote. Mungu amefanya mbingu na nchi na vyote vilivyopo kwa mapenzi yake. Kile ambacho chanzo kinaweza kufanya, basi na chochote ambacho kimejifungamanisha na chanzo kinaweza kufanya. Yesu akasema, amini nawaambia, mtu aniaminie mimi, kazi nizifanyazo na yeye atafanya nini? Atafanya. Akifafanusha kwamba mtu yoyote ambaye amejiconnect na mimi anaweza, si tu anaweza kuwa kama mimi, bali anaweza kufanya kile ambacho mimi nafanya. Sema amen. Kwa hiyo ni maamuzi yako. Chanzo kipo, ni wewe unaamua kujipima. Are you ready to reconnect to the source? Ili nini? Ili wewe ufanane na chanzo,
ili wewe uweze kuzalisha, kudeliver kile chanzo kinachotoa, ili wewe uweze kufanya sawasawa na yule uliyejifungamanisha naye anafanya. Kwa Mungu mlango uko wazi kwa kila nafsi iliyo tayari. Amesema nafsi ile ambayo ina kiu itashibishwa. If you are thirsty, you will be fed. Kitabu cha Waamuzi mlango ule wa 13 mstari wa 2. Nitasoma Waamuzi 13 mstari wa 2 hadi wa 5. Biblia inasema, palikuwa na mtu mmoja Sora wa jamaa ya Wadani, jina lake akiitwa Manoa, na mkewe alikuwa tasa, hakuzaa watoto. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia, tazama, wewe sasa utasa, huzai, lakini utachukua mimba, nawe utamzaa mtoto mwanaume. Basi sasa jihadhari na kuomba, usinywe divai wala kileo, wala usile kitu kilicho najisi, kwani tazama, utachukua mimba, nawe utamzaa mtoto mwanaume, na wembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyo atakuwa na mnadhiri wa Mungu tangu tumboni, naye ataanza kuwaokoa Israeli na mikono ya Wafilisti. Mungu anashuka, ana reconnect alichonacho na tumbo la mwanamke, mke wa Manoa. Kisha anamwambia, najua wewe ni tasa, ila unaenda kuzaa, ila hicho utakachokizaa kuanzia kitakapoingia tumboni ni wakfu. Mungu akatoa maelekezo juu ya namna ya kutunza ule ujauzito, na akatoa maelekezo kitu najisi kisiingie tumboni, kwa maana nimeweka humo ndani transformer, nimeweka humo ndani umeme, nimeweka humo ndani utajiri, nimeweka ndani humo uheshimiwa, nimeweka heshima. Kuna kitu cha maana nimekiweka humo ndani, kisiharibiwe. Kuna kitu nimekiweka humo ndani kinafanana na mimi. Kuna kitu nimekiweka humo ndani ni hatari kwa maadui. Kuna kitu nimekiweka humo ndani, atakuwa mnadhiri huyo, atakuwa mtu wa Mungu huyo, atakuwa mtakatifu wa Mungu toka yuko tumboni, atakuwa kiongozi, atakuwa mtu fulani toka akiwa tumboni. Iko hivi, Samson bila Mungu, Samson asingekuwa na maajabu yoyote chini ya jua. Mtoto huyu anaitwa Samson. Samson bila Mungu tusingemhubiri leo, tusingemzungumza leo. Aliyemfanya Samson awe jitu la maajabu ni Mungu, na Mungu alitoa maelezo, akasema ndo maelekezo. Maana yake ni hivi kwamba yule mama aliambiwa, usipofuata maelekezo haya, kile ambacho nimekidhamiria kitokee hakitatokea. Bwana Yesu asifiwe. Wewe nikuulize, mimi na wewe tuulizane, tulipokuwa kwenye matumbo mama zetu hawakunywa pombe? Hawakulewa? Sisi tulikusharibika. Safari ya maisha yetu chini ya jua ina misukosuko mingi, kwa sababu tuliharibika toka tukiwa tumboni mwa nani? Mama zetu. Samson bila Mungu asingekuwa Samson tunayemzungumza hapa. Alikuwa Samson yule tunayemzungumza kwa sababu Mungu alireconnect waya, aliunganisha waya zake
ili pawe na umeme, pawe na neema, pawe na power. Ndivyo na mimi ninavyokuombea kwa jina la Bwana. Bwana mwenyewe ataunganisha waya zake katika ulimwengu wa roho na wewe kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema amina. Bwana ataunganisha waya zake katika ulimwengu wa roho na wewe. Ndiyo, haikutokea ukiwa tumboni kwa mama yako, itatokea ukiwa tumboni kwa madhabahu hii. Sema amina. Sema ye. Kama Mungu hatafanya hivyo, wewe utakuwa binadamu wa kawaida. Utakuwa binadamu wa kawaida. Kwa habari za Yesu, Biblia inasema kwa habari za Yesu, tuangalie kitabu cha Mathayo kwanza. Biblia inasema, anatoa maelekezo. Mstari wa 18 anasema, kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana na mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, kwa maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. My God. Biblia inasema kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa hivi. Vipi kwa habari ya kuzaliwa kwako, kulikuwaje? Kuzaliwa kwa Yesu, mimba imetungwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Vipi kwa habari ya kile ambacho kiko mikononi mwako leo, kinakupa changamoto za kutosha? Hivi kilizaliwa katika Roho Mtakatifu? Biashara ilizaliwa katika Roho Mtakatifu? Ndoa yako ilizaliwa katika Roho Mtakatifu? Vipi ile miradi yako ilizaliwa katika Roho Mtakatifu? Nani aliyetungisha mimba? Yule ambaye ametungisha mimba ndiye anayelinda. Kama mimba ulitungisha mwenyewe, Mungu hakuwepo, utalinda mwenyewe. Kama alitungisha adui, atakayelinda ni nani? Adui. Kama ni Mungu ndiye katungisha mimba ya kile ambacho kipo kwenye maisha yako, basi Mungu atakuwa mlinzi wa hicho. Yeye anasema kazi ile ambayo Mungu ameianzisha, kama alivyoianzisha ataimaliza. Lile ambalo umelianza, je, ni Mungu aliyelianza ama ulilianza mwenyewe? Jambo lolote ambalo linaanza pasipo Mungu siku zote lina changamoto, kwa sababu Mungu hayupo wakati unaanza. Hakuwepo, hakushirikishwa. Tunaona Mungu hajawatembelea binadamu wote na kuwafanya watu wa maajabu, isipokuwa pale Mungu alipojiridhisha na muhitaji Filipo na muhitaji Ndashau kwa kazi yangu. Mungu alishuka akamwambia, kuanzia leo beba nguvu yangu, beba neema yangu. Kuanzia leo utakuwa wa kwangu, nitakufanya kuwa kichwa, nitakufanya mtu wa maajabu, nitakubariki, nitakuinua. Yeye ametaka. Lakini kama Mungu hajataka, nina jukumu la kumlazimisha Mungu atake. Sema amen. Hii wiki ni wiki ya kumlazimisha Mungu atake, asitake, lazima atake, lazima afanye tunachotaka. Sema amen. Sema amina Bwana. Yeye anasema hivi, njoo kwangu ueleze mambo yako, nami nitakupa haki yako. Hapa anazungumza na wale watu ambao yeye Mungu hana mpango na wao, ila wao wameamua kuwa na mpango na Mungu. Mungu hakuwa na mawazo ya kuwapatia wanachotaka,
ila wenyewe wamebaini, wametafiti, wamegundua kama wakifanya 1, 2, 3 Mungu atawapa. Wameamua kwa uaminifu kufanya 1, 2, 3 ili Mungu awape. Biblia inasema mkumbusheni Mungu, enyi watu mnaomkumbusha, mkumbusheni hata atakapotutendea haki Yerusalemu. Kitabu cha Luka 3:21 Biblia inasema ikiwa watu wote walipokwisha kubatizwa na Yesu naye amebatizwa, naye anaomba, mbingu zilifunuka, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama ua, sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Iko hivi, Biblia inasema alituchagua toka asili tuitwe wana wa Mungu. Biblia inasema ametuchagua ili tumzalie Mungu matunda, na matunda yale tunayozaa yapate kudumu, ili Mungu atukuzwe katika hayo. Mtu yeyote ambaye anafanya maajabu chini ya jua, it's either Roho wa Mungu yuko pamoja naye, tena Roho mwenye nguvu kabisa, ama roho kutoka shetani yuko pamoja naye. Pande zote mbili hizi zinatengeneza majiant wanaotikisa dunia, wanaoonyesha ukuu na heshima ya chanzo chao. Mungu anatangaza, Jesus is mine, he belonged to me. Ni mwanangu mpendwa, anakuja kufanya maajabu duniani. Amebeba roho yangu, ana uwezo wa kufanya kile ambacho binadamu wa kawaida hawezi kufanya. Na yale anayokuja kuyafanya ni ili mimi nifurahi. Anasema mwanangu mpendwa, nimependezwa naye. Inahitaji mtu afurahiwe na Mungu, Mungu ajisikie furaha kumtumia binadamu fulani, ndipo atamtengeneza huyo binadamu awe binadamu wa maajabu katika dunia. Wale ambao wana nguvu za shetani, yale wanayoyafanya ni ili shetani afurahi, aheshimiwe. Hawafanyi mambo kumsikitisha shetani, hawamdisappoint shetani, wanamfanya shetani ajisikie raha. Ndivyo vivyo hivyo Mungu anataka watu watakaompa raha. Mungu huwa habahatishi kumchagua mtu, wala hakosei kumchagua mtu, japo njia za yule mtu kuenenda kwa yule binadamu kunategemea sana maamuzi yake. Hata Yesu wakati anasulubiwa, kabla hajasulubiwa, alifikia mahali akitafakari mateso ya msalaba, akataka Mungu ikiwezekana ahailishe, lakini akafika mahali akasema, sio kama mimi ninavyotaka, bali kama wewe unavyotaka. Ina maana Yesu alikuwa na maamuzi, aende msalabani ama asiende. Alitaka kuahilisha, lakini akasema hapana, umenileta huko duniani ili nikupe raha, hata kama inauma, acha niende hivyo msalabani. Sema amen. Lazima ujikite katika kumpendeza Mungu. Mungu anataka akupe kitu ambacho ni muhimu.
anataka akupe nguvu, anataka akupe utukufu wake. Yesu anasema mahali Yohana 17:22, anamwambia Baba Mungu, ule utukufu ulionipa nimewapa wao. God is ready to share with you his glory. He wants to share with you his grace, his blessing. God is our source. Kama tunataka kufanya mambo mazuri, God is our source. Kama tunataka kufanya mambo makubwa, God is our source. Kama tunataka kufanya mambo ya kushangaza, God is our source. Kama tunataka kuwavuta watu, kuwa influence watu, God is our source. Kama tunataka kibali machoni pa wakubwa, machoni pa binadamu, God is our source. Yeye anasema maji ya uzima yapo tayari, ni wewe tu na mdomo wako. Fungua mdomo, nenda kaniambie maji, nataka kunywa. Maji yatakuja, utakunywa maji ya uzima, na utakapokunywa maji ya uzima, from that moment you are transformed. You are no longer the same person. Kama unataka kuishi maisha mazuri, unatamani kwenda mbinguni siku ile, unatamani uishi maisha marefu, God is our source. You want a blessing, God is our source. Yeye anaamka asubuhi, na asubuhi anatuma manabii wake, watumishi wake, ili kuwaganga mioyo watu ambao wamejeruhika, lakini kuwarejesha kwenye njia watu ambao wametoka kwenye njia. Mungu anataka binadamu arudi kwenye chanzo, arudi kwenye njia. Anasema mtu mbaya na aache njia yake mbaya, amrejee Mungu. Njia ya Mungu ni njia iliyo njema, ni njia iliyo safi, ni njia ambayo ina uhakika, ni njia ambayo kila anayepita hiyo njia, maajabu ni kitu cha kawaida kwake. Hapa katikati, toka siku umempokea mjumbe na umepokea ujumbe wa mabadiliko, ujumbe wa wokovu, mpaka siku ukapokea ujumbe wa kubadilisha maisha yako, there is a distance. It takes time. Yeye anasema wale watakaovumilia mpaka mwisho wataokoka. There is a distance. Kuna mambo, kuna mchakato hapa katikati ambao watu wengi wanahairisha safari, watu wengi wanarudi nyuma. Binadamu ambaye anataka kupitia mchakato wa kutolewa kwenye hatua kutoka mkia kwenda katika ulimwengu wa vichwa, binadamu ambaye anaondolewa katika ulimwengu wa kawaida aende katika ulimwengu wa extraordinary systems, binadamu ambaye anaondolewa chini ili awekwe katika ulimwengu wa juu. Ule mchakato unaoendelea pale, ule mchakato una mambo mengi ya kukatisha tamaa, ule mchakato una mambo mengi ya kuudhi, kwa sababu devil, adui ambaye ameshikilia damu yenu, kashikilia baba, mama yako, bibi zako kwa miaka mingi, alikwisha hapa kwamba katika damu hii hata inuka yeyote akawa kichwa, katika damu hii hata inuka yeyote akawa juu, katika damu hii hakuna atakayekuwa na cheo, hakuna atakayekuwa na heshima. Sasa amepatikana binadamu ameyachukia yale maisha, ile mifumo, anasema I want changes, na amekuja kugundua the only solution is for me to reconnect with my source, God my creator. Kuanzia ule wakati huyu binadamu amechokonoa vita, uadui,
Hata kama adui alikuwa anakuja kwa kiwango cha 1 GB, sawa bwana, alikuwa anakuja kwa kiwango cha GB 2, huyu adui atakuja kwa kiwango cha GB 5. Ili nini? Akukatishe tamaa, akuondoe kunako huo mchakato ambao wewe umeamua kuingia. Ni kama vile bidhaa yoyote ambayo inaingia kiwandani kutengenezwa. Jamani, kama pamba inayotengeneza nguo inapoingizwa kwenye ile mashine, ingeamua kulalamika, ingesema jamani, niko humu naumia, najua kesho nitakuwa nguo, kesho nitakuwa gauni zuri, kesho nitakuwa suti, ila naumia. Kama ingekuwa inaweza kutoa sauti, ingekuwa inatoa sauti. Yule ambaye yuko mashineni pale, yuko kwenye kiwanda pale, angesema hii pamba inapiga sana kelele, jamani tuionee huruma. Mwangalie jirani yako, mwambie sasa wewe ndio pamba mwenyewe sasa. Hebu mwambie vizuri. Mwambie wewe ndio pamba mwenyewe. Mwangalie, mwambie jinsi unavyopiga kelele. Mwambie angalia unavyopiga kelele. Pamba ni kitu ambacho kama kieleweki, baada ya muda ni kitambaa, kinauzwa kila mahali kwa bei ya juu, kinatengeneza nguo. Leo nimevaa suti, ni pamba hii. Je, pamba ingekuwa inalalamika, imekamua kukata tamaa pale kwenye mashine, leo tungekuwa na mavazi? Hebu gonga kofi kwenye mgongo wa jirani yako, mwambie kwa jina la Yesu, mwambie usilalamike wala usiukatae mchakato. Mwambie kaa kwenye kiwanda, kaa kwenye mashine. Mwambie bwana, endelea kukaa kwenye mashine. Mwambie lia kimya kimya mpaka dakika ya mwisho, watu waje waone utukufu uliobeba. Sema amina. Piga kelele, sema amina. Njia, mchakato umewahamisha watu, umewatoa watu wamehama kwa sababu ya the process. Kitu kimoja niliwaambia, sisi tuna mwaka hapa. Nikiwa pale nalia siku moja, naona mbona waumini wangu wanachelewa, mbona waumini wangu hawajafika kanisani, maana sina wengi, si ndio nimeanza. Nikasikia sauti inanikemea, acha ujinga, jipe muda. Baada ya muda kile ulichokiona kitakuwa kama ulivyoona. Tukubali mchakato, sawa? Kama wewe umejifungamanisha na chanzo, nataka nikwambie Mungu hakosei. Kama hakutaki angekuacha. Kuna ambao wamekufa huko makaburini, kuna ambao hata kuokoka wataokoka. Kwa nini wewe uokoke? Ina maana Mungu kakupa upendeleo. Ni kweli Biblia inasema Mungu hana upendeleo, lakini Biblia hiyo mahali fulani inasema Mungu ana upendeleo. Kuna mahali kuna watu wanawapendelea. Kuna watu wanakufa huko mtaani, wanakufa ovyo, wanakufa hawaendi mbinguni. Wewe Mungu kazuilia usife, usiende mbinguni. Anataka siku ya kifo chako iwe ni sherehe, sio majonzi. Wengine kifo ni majonzi, majuto. Mungu anataka kutengeneze wewe kabla ya kifo chako, wakati unaenda kuzikwa. Awe ni mke wako, awe ni mume wako, wanafanya sherehe. Mke halii kwa sababu umeacha mazagazaga ya kueleweka. Sema amina. Sema haleluya. Mwambie jirani yako, sifi mpaka nimeacha mazagazaga. Ufe alafu hujaacha mazagazaga.